Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Pacome Zouzoua ndio nyota watatu waliohusika na mabao mengi zaidi katika ligi kuu msimu huu baada ya kuchangia mabao 43 kati ya 58 yaliyofungwa na kikosi hicho kizima kinachoongoza ligi kikiwa na pointi 58. Clement Mzize amechangia mabao 13 baada ya kufunga 10 na kuasisti matatu, huku Prince Dube akichangia mabao 17 akifunga pia mabao 10 na kutoa asisti 7, wakati Pacome Zouzoua hadi sasa amehusika na mabao 13 akifunga 7 na kuasisti 6. Okay. Hii ni katika ligi kuu msimu huu. Ukiondoa mbali na mechi zingine, ndio. Yeah. Sasa katika ligi kuu kwa huu tatu na huu uwezo wa ufungaji, kutoa pasi zile za mabao, na mnauona kwamba unakwenda kumaliza ligi Yanga ikitoa moja wa wachezaji bora hasa katika upande wa ufungaji, lakini pia katika wale watengenezaji huenda akatokea umndani ya huu tatu ulioelezwa Juma pamoja na Remo. Ukianza kuangalia kwamba ni performance bora kwenye upande wa kikosi cha Young Africans, ndio umewazungumza wachezaji watatu kwa maana Prince Dube, Clement Mzize pamoja na Pacome Zouzoua. Na Pacome ameingia kwa sababu kwa aina ya nishati ambayo alikuwa nayo katika upande wa huu msimu huu tayari mpaka sasa amehusika kwenye upande wa zaidi ya magoli 13. Clement Mzize pia amehusika kwenye upande wa magoli 13. Ni mchezaji pekee ambaye amehusika kwenye magoli mengi zaidi ya hawa, ambaye ni Prince Dube, amehusika kwenye upande wa magoli 17. Kama unakumbuka msimu wakati unaanza tulimsikia Engineer Hersi alizungumza akasema kwamba Prince Dube kwa msimu huu kama hatofikisha jumla ya magoli 20, na maana ilikuwa ni kwenye upande wa michuano yote, bado Young Africans watakuwa na mdai, kwa sababu target yao ni kumuona Prince Dube akishine zaidi na akifunga magoli mengi ambayo hatakiwi kuwa chini ya magoli 20. Sofa mpaka sasa unamzungumza ni Dube ambaye kwenye ligi kuu tu pekee tayari ameshahusika kwenye upande wa magoli 17. Bado hatujagusa kwenye baadhi ya michuano mingine ambayo Dube ameweza kushiriki pia kwa asilimia kubwa. Na hapo tunamzungumza Dube ambaye tayari mwenye mechi 8 mkononi, ukiachana na ile mechi ya dabi ambayo ilikuwa ni mechi ya 9. Kwa hiyo ni performance bora ambayo imekuwa inaonyeshwa, lakini kwa kwanza pia kumtizama mchezaji mmoja mmoja, nadhani hawa ndo wachezaji tishio kwenye upande wa coach cha Young Africans. Inawezekana Azizi afungi, lakini ameboresha zaidi kwenye kutengeneza nafasi tofauti na msimu uliopita, kwa sababu huyu ndo alikuwa top scorer ambaye alifunga magoli 21, lakini kwa msimu huu inawezekana amejitafutia engo yake. Sofa na yeye mwenyewe alizungumza baada ya msimu akasema kwamba hahitaji tena kuwa top scorer msimu ujao, anahitaji kuwa ni mtengenezaji wa nafasi. Na ni kitu ambacho tumekuwa tunakiona. Of course amekuwa na njia ya kufunga, lakini bado kwenye jukumu lake mama amebakia kwenye kutengeneza zaidi nafasi. Lakini kwa upande wa Clement Mzize, huu unaweza ukawa ni msimu wake bora na ni msimu pia amefanikiwa, kwa sababu ukianza kuangalia misimu miwili nyuma ambayo ameanza kucheza kwenye upande wa ligi kuu, hakuwahi kufikisha magoli 10 ya ligi kuu. Lakini msimu huu tunamwona ni Clement Mzize ambaye kwenye mechi ambazo Young Africans wamecheza mpaka sasa, mechi 21, amefanikiwa kuweza kufunga magoli 10. Ana wastani wa kila mechi kukupa goli, yani ana wastani kila baada ya mechi 2 anakupa goli 1, kila baada ya mechi 2 anakupa goli 1, na bado ana mechi 8 mpaka 9 mkononi. Kwa hiyo inaweza likatokea lolote, either akafikisha labda goli 15, pengine 12, kitu ambacho naamini amekuwa kwenye msimu bora. Kwa hiyo ni safu ambayo inaonekana kuwa tishio zaidi kwenye magoli 43 ambayo hawa mabwana ndo wamehusika nayo. Young Africans mpaka sasa klabu kama klabu wamefanikiwa kuweza kufunga magoli 58. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba magoli ya watu watatu ndo yameonekana kuwa na mchango mkubwa zaidi. Hawa wameonyesha effort kubwa zaidi kuliko wachezaji wengine, japo wengine nao pia wamekuwa wanafunga, sababu ukimtoa Pacome, Clement Mzize pamoja na Prince Dube, naamini Azizi naye amekuwa na namba nzuri pamoja na Max Nzengeli. Okay. Ukiangalia jinsi wachezaji hao wamechangia mabao mengi ndani ya kocha Yanga mpaka msimu huu, kuna haja ya watu kuendelea kulalamika
wakitaka mfungaji maalum kama kipindi kile chokopo Mayele? Nafikiri hichi tunachokiona kilianzwa kutengenezwa na Nasreddine Nabi baada ya Fiston Kalala Mayele kuweza kuondoka ndani ya klabu ya Young Africans akiwa mshambuliaji nambari 1. Ilikuwa ni ngumu kupata mchezaji ambaye anaweza kukupa ile magoli ambayo alikuwa anakupa Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo ikabidi abadilishe setup ya timu akiwa anagawanya majukumu. Kumbe mfumo ulitengenezwa mpaka imefikia leo tunapata hii ni special case. Yani ilitengenezwa kwa ajili ya kuhakikisha kunakuwa na mgawanyiko wa mabao, kwamba Mayele alikuwa anafunga almost week in week out. Sasa kaondo hayupo. Tunapataje mabao? Wakati tulikuwa tunamtegemea Mayele, kwa sababu kipindi kile Mayele anacheza almost yeye ndo alikuwa target man wa klabu ya Young Africans, na yeye ndo alifunga magoli mengi kuliko wachezaji wengine wote, na maana yeye ndo alikuwa mshambuliaji kiongozi. Lakini baada sasa yeye kuweza kuondoka, Nasreddine Nabi akatuliza kichwa chake, akaona ni kitu gani Miguel Gamondi ni Miguel Gamondi kumradhi. Miguel Gamondi akatuliza kichwa chake, akajaribu kuona ni kwa namna gani ambavyo anaweza ka replace yale mabao ambao alikuwa anafunga Fiston Kalala Mayele, na una replace vipi? Ni akafanya mgawanyiko wa majukumu kwenye kufunga, isiwe anafunga mtu mmoja peke yake tu, tunafunga sisi as a team, kwa sababu what if au tunayemtegemea kufunga siku akawa yupo timu, maana yake itakuwa na struggle kupata matokeo. Lakini tukiwa na watu 3 mpaka 4 ambao wanaweza kufunga mabao, ina maana mmoja asipokuepo tayari kuna 3 ambao wanaweza kaendelea na wakafunga mabao. Kwa hiyo ni kitu ambacho alikitengeneza Miguel Gamondi, ndio tunakuja kukiona leo. Of course Young Africans mpaka sasa imefunga mabao 58. Ndio timu ambayo imefunga mabao mengi kuliko timu yote kwenye ligi kuu ya Tanzania, ikiwa inafuatiwa na klabu ya Simba yenye mabao 52, lakini ikiwa inafuatia Azam mwenye mabao 36. Angalia tofauti ya mabao ambapo kuna gap kubwa. Lakini kwenye hao mabao 58 hao wachezaji 3 wamechangia mabao 43, either kwa kufunga au kwa kuassist. Ina maana ukiweka kwenye ratio hapo, wamefunga na kuassist wamechangia almost 74.14 ya mabao ambayo yamepatikana ndani ya Young Africans msimu huu kwenye ligi kuu. Ina maana zimebakia 16 peke yake ili kutimiza 100%. Ina maana kama una wachezaji 3 ambao wamechangia 74% ya mabao ambao umeyapata, ina maana upo kwenye right track, na sio mchezaji mmoja peke yake. Kwa ni kitu ambacho kama walimu na kama mashabiki wa Yanga wanatakiwa kujivunia, kwa sababu sio timu ambayo ikimkosa mchezaji mmoja utaona ikilalamika kwamba kuna mkosekano wa mabao. Young Africans inaweza ikamkosa Pacome, Azizi akafunga, inaweza ikamkosa Mzize akaja akafunga, Prince Mpumelelo Dube. Kumekuwa na mgawanyiko wa majukumu, na hicho ni kitu, ni muendelezo tu wa kile ambacho Miguel Gamondi alikuwa ameweza kukiweka ndani ya klabu ya Young Africans, kuweza kuziba ile pengo la Fiston Kalala Mayele. Kwa kongole kwa Young Africans, lakini pia kongole kwa wachezaji ambao wamefunga 74% ya mabao ya Young Africans kwenye ligi kuu ya NBC Premier League msimu huu. Okay, labda kuna la kuongezea kabla tujatoka hapo? Kikubwa zaidi kilichobadilika msimu ni kwamba msimu uliopita tuliona idadi ya magoli mengi yalifungwa na viungo kwenye upande wa kosi cha Yanga, lakini idadi kwa upande wa washambuliaji ilikuwa ni ndogo, na ndio maana ilipelekea Young Africans kwenda kuingia sokoni na kwenda kumtafuta Prince Dube. Kwa msimu huu imekuwa tofauti. Viungo of course wanafunga, Maxi anafunga, Azizi anafunga, Pacome anafunga, lakini idadi kubwa imekuja kuonekana ipo kwa upande wa washambuliaji, kwa maana Clement Mzize pamoja na Prince Dube. Ukiwaweka hao wawili tu peke yao, tayari wameshahusika kwenye zaidi ya magoli 30. Na maana mwingine amehusika kwenye magoli 17, Prince Dube, Clement Mzize magoli 13. Ina maana magoli 30. Kwa hiyo kwa msimu huu kidogo kumekuwa na tofauti. Leo amezungumza vizuri, Gamondi hakutegemea zaidi mshambuliaji, lakini chini ya Sidramovic ambaye alikuja akaipangua tena ile falsafa, tumeiona Young Africans imerudi tena kwenye kuwategemea zaidi washambuliaji wao. Okay. Sawa, tumetoka kutazama